Na kabla ya kuingia kwenye maombi na mahitaji ambayo tunayombea siku ya leo, tutajifunza neno la Mungu. Kama utakuwa na Biblia yako, fungua pamoja nami kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8. Tutasoma hapo, alafu baada ya pale tutakuwa tunajifunza neno la Mungu kutoka kwenye huo mstari, na tutasema mambo machache, alafu baadaye tutaingia kwenye maombi. Waraka wa Yakobo sura ya kwanza ukianzia ule mstari wa 5 mpaka wa 8, Biblia inasema maneno yafuatayo: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari, lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Na kutoka kwenye andiko hilo tutakuwa tunajifunza kwa ufupi somo linalosema masharti ya maombi yanayojibiwa. Masharti ya maombi yanayojibiwa. Na mara nyingi sana tumekuwa tukimwomba Mungu mambo mengi katika maisha yetu ili aweze kututendea na aweze kutusaidia, kwa sababu kwetu sisi ambao tumeokoka, msaada pekee kwenye maisha yetu katika kila jambo la maisha yetu kwa kila siku ni Mungu peke yake. Na tuna mambo mengi ambayo tunamwomba Mungu kila siku. Tunapolala, tunapoamka, tunaomba mambo Mungu aweze kufanya na aweze kututetea. Na muda mwingine kuna mambo mengine yanawezekana hata tukiwa bado hatujayapeleka mbele za Mungu, lakini tunatamani Mungu afanye, na inawezekana tukawa na maswali mengi ya kujiuliza ya kwamba kwa nini jambo hili nimeomba lina majibu na jambo hili nimeomba bado halijapata majibu. Ukweli ni kwamba Mungu katika kila jambo ambalo mwanadamu anaomba huwaga anasikia. Maandiko kwenye kitabu cha Isaya sura ya 59 ule mstari wa 1 na wa 2 anazungumza ya kwamba yeye sikio lake sio zito hata siwezi kusikia maombi yetu, lakini anasema lakini maombi yenu ninyi yamewafarakanisha ninyi na Mungu pamoja na uso wake, wala hata hataki kusikia maombi yenu. Maana yake ni kwamba mwanadamu anapoomba Mungu huwaga anasikia, lakini kinachogarantii Mungu ajibu maombi au asijibu ni uhusiano huu wa huyu mwanadamu anayeomba pamoja na Mungu. Lile tendo pale la kusema ya kwamba Mungu asikia haina maana ya kwamba asikii. Lina maana ya kwamba anasikia lakini hachukulii maanani. Ni sawasawa na ujumbe ambao Mungu aliupeleka kwa kuhani Eli kwenye ile Samueli wa kwanza. Ukisoma ile sura ya 2 jianzia kwenye mstari wa 25 mpaka wa 30, wakati kuhani Eli anamtumikia Mungu, lakini watoto wake hawakuwa wema, walikuwa wanafanya mabaya, mpaka walikuwa wanachukua watumishi wa madhabahu wanawake wanalala nao, kwa maana wanafanya nao uasherati, na baba yao hakuwakemea. Lakini Mungu akamtumia ujumbe akamwambia ya kwamba amezalau ile heshima aliyompa, na akasema ya kwamba alikuwa ametoa ahadi ya kwamba nyumba ya Haruni kutoka katika ukoo wa Lawi ya kwamba watakuwa makuhani milele. Mungu akamwambia kuhani Eli ya kwamba hilo jambo nalipotelee mbali. Akamwambia neno moja zito sana kwenye ule mstari wa 29 na wa 30.
anasema ya kwamba wanaoniheshimu nitawaheshimu, lakini wanaonidharau na mimi nitawaona sio kitu. Maana yake ni kwamba Mungu kwa kadiri ambavyo tunavyomheshimu yeye anatuheshimu, lakini kwa kadiri ambavyo hatumpi heshima yake na yeye vile vile anatuignore kwa lugha ya Kiingereza, yani hatuchukulii maanani. Na mara nyingi maombi yote tunayoomba Mungu huwaga anasikia, lakini kinachogarantii Mungu ajibu ni yale masharti, kana kwamba yametimizwa Mungu atajibu. Lakini kama zile condition za maombi zilizotakiwa kuwepo kwenye yale maombi hazijatimizwa, Mungu yale maombi hatayajibu. Lakini hata kama asipojibu vile ambavyo mwanadamu alitarajia apokee, Mungu huwaga anazungumza, anatoa maelekezo. Ningekuwa ninazungumza njia ambazo Mungu huwaga anatumia kuzungumza na wanadamu, Mungu huwaga anatumia njia nyingi, lakini mojawapo ya njia ambazo Mungu anatumia huwaga anatoa maelekezo. Inawezekana mtu akaomba hitaji, ila kwa sababu huyu mtu amekosea kuliomba lile hitaji, lakini Mungu anajua kabisa huyu mtu nia yake ni kupata na ana moyo safi mbele za Mungu. Mungu anachokifanya, anampa maelekezo huyu mtu ili kwamba akija kuomba tena yale maombi yake yaweze kujibiwa. Ukweli ni kwamba Ayubu wakati wa kupita kwake katika majaribu, kuna baadhi ya maneno aliyatamka ambayo kama tukiyapima kwenye msingi wa neno la Mungu na uhalisia kabisa wa kanuni za kimungu, Ayubu alifanya makosa. So kwamba alitenda dhambi, kwa sababu kuna utofauti kati ya neno dhambi na makosa. Alifanya makosa kwa maana ya kwamba hakuzungumza sawasawa na uhalisia wa neno la Mungu. Maana kuna mahali Mungu Ayubu anamwambia Mungu ya kwamba nionyeshe sababu ya mimi kushindana, nionyeshe sababu ya wewe kushindana nami. Yaani anamwambia Mungu atoe sababu za kushindana na Ayubu. Na kuna baadhi ya mambo mengi Ayubu aliyasema. Mojawapo ya neno gumu aliwahi kuzungumza Ayubu, akasema usinisumbue, anamwambia Mungu. Na kuna maneno mengi, na wakati kitabu cha Ayubu kinaenda kuhitimisha kule mwishoni, kuna mtu mmoja alisimama, alikuwa ni kijana anaitwa Elihu. Marafiki wa Ayubu walikuwa ni watatu, walizungumza na wote walikosea. Maana walimwambia Ayubu, umetenda dhambi, lakini Ayubu alikuwa hajatenda dhambi yale yote kumpata. Na Ayubu aliwajibu kwa kuambia, sijatenda dhambi, mimi ni mwenye haki, lakini Mungu ameniondolea haki yangu. Maana yake Ayubu alijipa haki zaidi ya Mungu. Muda huo marafiki zake wamemwambia umetenda dhambi. Ndio maana hata lile andiko la Ayubu 22, naomba nilisome. Ayubu 22:21 linasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Hili andiko watu wengi wanasema Ayubu akasema mjue sana Mungu. Hapa sio Ayubu aliyezungumza kwenye hili andiko, ni Elifazi Mtemani, rafiki yake na Ayubu. Alikuwa anamwambia Ayubu ya kwamba Ayubu, mjue sana Mungu, hapo ndipo utakapokuwa na amani na mema ndivyo yatakavyokujia. Anazungumza kauli hii kauli haijakosewa, ipo sahihi kwenye ufunuo wa neno la Mungu, lakini nia yake Elifazi Mtemani ilikuwa ni mbaya. Maana alimwambia Ayubu, anavyomwambia mjue sana Mungu, alikuwa anamaanisha Ayubu humjui Mungu. Na anaposema ya kwamba ili mema yakujie, alikuwa anazungumza vile vitu Ayubu alivyovipoteza mali pamoja na vitu vingine. Maana yake alikuwa anamwambia Ayubu ya kwamba wewe Ayubu humjui Mungu, ndio maana hayo mabaya yamekupata. Sasa mjue Mungu ili hayo mema yakujie. Kiuhalisia Ayubu alikuwa anamjua Mungu. Na mara nyingi hii sentensi haiwezi ikawa sahihi nyakati zote, kwa sababu sio wakati wote watu wa Mungu tutapata mema tu. Ayubu alitangaza kule kuna mabaya yanakuja, ambayo yanakuja kama majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Kwa mara nyingi zaidi
wewe ukiwa unaomba, endapo ukipeleka hitaji lako, zile kanuni zikakosewa, Mungu atakachokifanya, atatengeneza mlango. Aidha atatengeneza mlango wa wewe kukukutanisha na mtu ambaye atafundisha hivi kama ninavyofundisha kanuni za maombi, ujue baada ya pale uende ukaomba upate majibu. Lakini pia Mungu atatengeneza mlango, wewe utasoma Biblia, atatengeneza mlango kwa namna yoyote, kama nia yako ni sahihi na uko sawa mbele za Mungu, atatengeneza mlango wa wewe kujua kuomba mpaka ulipate hilo hitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwaga hanyamazi. Lakini tatizo ni kwamba pale ambapo tunaomba, baada ya pale hatuna majibu, hatujui Mungu amesema nini. Mara nyingi kuna wakati mwingine Mungu anaweza asijibu kwa ndoto wala kwa chochote, lakini Mungu anatengeneza mpango, unapata maarifa. Baada ya pale ukija kuomba unapata majibu ya maombi yako. Sasa nimesoma kile kitabu ambacho nilisoma kule mwanzo cha waraka wa Yakobo kwa watu wote, ile sura ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 8. Kinatoa baadhi wapo ya masharti ambayo mtu anatakiwa aombe ili aweze kupata majibu. Sasa kabla sijafika kwenye hayo masharti ambayo mtu anatakiwa ayafanye ili aweze kupata majibu, nitatoa maana ya maombi tu kwa ufupi, alafu baadaye nitahamia kwenye hayo masharti. Sasa tunaposema tumekuja kuomba, tumekuja kufanya kitu gani? Au maombi ni nini? Maombi ni nini? Jambo la kwanza, maombi ni njia pekee ambayo mwanadamu huwasiliana na Mungu. Maombi ni njia pekee ambayo mwanadamu huwasiliana na Mungu. Maombi ni njia pekee ambayo mwanadamu huwasiliana na Mungu. Ninasema hivyo kwa sababu Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na sisi, zinazojulikana na zisizojulikana. Mungu anaweza akasema na sisi kupitia neno. Mungu anaweza akasema na sisi kupitia ndoto. Mungu anaweza akasema na sisi kupitia maono. Mungu anaweza akasema na sisi kupitia malaika. Mungu anaweza akasema na sisi kwa sauti wazi ya moja kwa moja kama alivyozungumza na Musa. Mungu anaweza akasema na sisi kupitia matukio. Mungu anaweza akasema na sisi kupitia wanadamu na katika namna mbalimbali. Lakini njia pekee yake ambayo sisi tumepewa nafasi ya kupeleka hoja mbele za Mungu ni maombi. Yaani njia pekee yake ambayo wewe unaweza ukaanza kuzungumza na Mungu, yaani unasema mbele za Mungu, ni maombi. Hamna njia nyingine. Ni njia pekee ambayo sisi inatupa nafasi ya kutoa hoja mbele za Mungu. Ya kutoa hoja mbele za Mungu. Isaya 41:21 inasema hivi: haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Anaposema haya, leteni hoja zenu, anamaanisha kuomba. Lakini pia kwenye Isaya sura ya 1 mstari wa 18 mpaka wa 19, anasema haya, njoni tusemedhane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama damu au kama bendera, tazifanya nyeupe kama seluji. Huo msemo wa kwamba haya njoni tusemezane ni wito wa kuja kuongea na Mungu. Kwa maana yake kumbe maombi, au tunaposema tumekuja kuomba, au unaposema ninaomba, maana yake unazungumza na Mungu. Unajieleza mbele za Mungu, unatoa hoja zako mbele za Mungu. Hiyo ndiyo maana ya kuomba. Na kama maana ya kuomba ni kuzungumza na Mungu au ni njia pekee ya kuwasiliana na Mungu, maana yake hii kwa lugha ya Kiingereza wanasema is a conversation. Ni mawasiliano. Maana yake wewe unasema na Mungu anasema. Ikitokea upande mmoja umeongea, alafu upande wa pili haujaongea, kunakuwa kuna tatizo. Na mara nyingi zaidi tumekuwa tukija kwenye maombi, tunaomba, tunaeleza mahitaji yetu, tunatoa hoja, tunafanyeje, alafu baada ya pale tunaondoka kimya kimya bila kujua Mungu ameongea kitu gani.
Mimi tu ni kutie moyo niseme ya kwamba katika maombi yako yote, muombe Mungu, uhakikishe kabla hujaondoka kwenye maombi kuna jambo Mungu amesema kwenye maisha yako. Maana yake kwenye maombi tunawasiliana na Mungu. Kama wewe ulikuwa unaeleza hoja mbele za Mungu, ni lazima utakapomaliza kuomba Mungu na yeye aseme. Atasema kwa namna gani? Wewe ukiwa mtulivu rohoni utamsikia anasema kutoka kwenye moyo wako. Ukiwa unaendelea kuomba Mungu, kuna wakati mwingine unaendelea kueleza na kuomba, unasikia moyoni kuna kitu Mungu anasema ya kwamba amefanya. Lakini tukiomba baada ya pale pasiwe na sauti yoyote ambayo inaonyesha ya kwamba Mungu ametujibu maombi yetu, tunakuwa kama vile ambao wanaimba sala tu, sawa na watu wengine waliotunga sala, wanaziimba kila siku alafu hamna matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ni kuzungumza na Mungu, au ni njia pekee ambayo mwanadamu huwasiliana na Mungu. Kwenye Yeremia 33:3, Yeremia 33:3 anasema hivi: niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Neno pale niite limetumika kama lugha ya maombi. Maana yake anaposema niite nami nitakuitikia, niite maana yake omba, alafu anasema nami nitakuitikia, maana yake nami nitajibu. Kwa kumbe kuomba sio tu kutoa mahitaji mbele za Mungu, ni sisi tunaongea na Mungu anaongea. Maana zingine za maombi naomba ni ziache, nitazungumza siku nyingine. Japokuwa kuna maana zaidi ya maombi, kuna maana zaidi, yani kuna maana zaidi ya moja za kuomba. Sasa nizungumze kwa habari ya masharti ili maombi yaweze kujibiwa. Masharti ili maombi yaweze kujibiwa. Na masharti haya nimeyagawa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza nimeliita nidhamu za maombi, na kundi la pili nimeita mambo ya kuzingatia ili maombi yako yaweze kujibiwa. Jambo la kwanza nimeita nidhamu za maombi, alafu jambo la pili nimeita mambo ya kuzingatia ili maombi yako yaweze kujibiwa. Na tukizungumza hizo pande zote hizo mbili, tutakuwa ndio tumezungumza masharti ya maombi ili yaweze kujibiwa. Sasa tunaenda kuzungumza kwa habari ya masharti ya maombi yako ili yaweze kujibiwa, na nimekwambia nimegawa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza nimeita nidhamu za maombi. Sasa tukianza na kundi la kwanza la nidhamu za maombi, zifuatazo ni nidhamu ambazo mtu anatakiwa azingatie sana akiwa naomba. Akiacha kuzingatia nidhamu hizo, hawezi kupata majibu. Haijalishi na cheo gani kanisani, hawezi kupata majibu. Nidhamu ya kwanza, Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mungu ni mtakatifu. Hiyo ni nidhamu ya kwanza ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kuzingatia kama nidhamu na kama sharti la maombi ni kwamba Mungu ni mtakatifu. Tunapoenda mbele za Mungu kuomba, tunatakiwa tutambue kanuni hii ya kwamba kanuni kuu ya ushirika kati ya Mungu na watu wake ni utakatifu, sio utumishi. Kanuni kuu ya ushirika kati ya Mungu na watu wake ni utakatifu, sio utumishi na wala sio sadaka. Kwa maana ya kwamba Mungu anazingatia sana uhusiano wetu na yeye. Maana yake kama Mungu ni mtakatifu,
tunapoenda mbele za Mungu inabidi na sisi tuwe watakatifu, sawa sawa na maandiko yanavyotuambia kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka wa 17. Anasema kama yeye alivyowaita alivyo mtakatifu, nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Maana yake kama Mungu aliyetuita ni mtakatifu, tunapoenda mbele za Mungu kabla ya kupeleka hitaji lolote, ni lazima tuzingatie kuwa watakatifu. Tukiona kuna mahali hapajaenda sawa, ni lazima kumwambia Mungu utusamehe, kwa sababu tukianza kuomba na kupeleka mahitaji huku tukiwa wenye dhambi, Biblia imesema maovu yamewafanikisha, yaani maana yake yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu. Dhambi huwa inasimama kama beria, kama ukuta wa kuyazuia maombi yasiweze kufika kwa Mungu. Kwa hiyo nidhamu ya kwanza ya kuzingatia kama sisi watu wa Mungu, ni lazima tujue Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu ni lazima tuwe watakatifu. Tukigundua kuna mahali tumeenenda sio katika utakatifu wa Mungu, ni lazima kumwambia Mungu aturehemu. Wiki kama sio wiki iliyopita, sikumbuki ni wiki gani, nilifundisha hatua kuu za kuomba maombi yanayojibiwa kwa kutumia ile ambayo watu wanaita sala ya Baba Yetu, ambapo anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Alafu anasema ya kwamba utupe leo riziki yetu, au utupe riziki yetu ya kila siku. Hapo anasema utusamehe deni zetu kama nasi tuwasamehe hivyo wadeni wetu. Maana yake kwenye ile sala alikuwa anazungumzia contents, vitu gani vilivyopo katika maombi. Mojawapo amesema utusamehe deni zetu kama nasi tunavyowasamehe wadeni wetu. Maana yake ni kujitakasa au kuomba rehema mbele za Mungu. Lakini nidhamu ya pili ni kuomba kila siku na kila wakati. Kuomba kila siku na kila wakati, au kwa lugha nyepesi kuomba siku zote. Hii ni nidhamu kwa sababu mahusiano ya watu wawili yanajengwa kwa kuwasiliana. Kama watu wawili hawawasiliani, hakuna mahusiano au hakuna undugu. Ndio maana kama kuna mtu ni ndugu yako au ni rafiki yako, kama uwago na wasiliana naye kwa kumsalimia, kwa kumpigia simu, utakapopita muda mrefu hujawasiliana naye, ukimpigiwa atakwambia umenigaya, umenisahau. Anaona kana kwamba umemchukia au umemsahau siku nyingi. Kwa nini amesema hivyo? Kuna muda umepita hamjawasiliana. Vivyo hivyo ushirika na Mungu unajengwa kwa mawasiliano, na nimekwambia kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Maana yake ili Mungu aweze kujibu maombi yetu kama nidhamu, ni lazima tuombe kila siku. Kwenye Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8 akawapa mfano. Luka 18:1 mpaka 8 akasema ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akawapa mfano wa hakimu ambaye alikuwa akihukumu kesi. Alikuwa hajali watu wala hamchi Mungu, lakini masikini mmoja akawa anamwendea kila wakati. Akasema ananisumbua, japokuwa simchi Mungu wala sijali watu, nitampatia haki yake. Yesu akasema ya kwamba sikilizeni mfano wa yule kazi dhalimu. Ikiwa yeye ameweza kufanya hivyo japokuwa hajali watu, je, si zaidi Baba yenu wa mbinguni atawapa ninyi mahitaji yenu kwa kadri ambavyo mtakavyodumu kumwomba kila siku. Lakini ule mstari wa 8 anahitimisha kwa kauli ya kusikitisha. Akasema, je, atakapokuja Mwana wa Adamu ataikuta imani duniani? Maana yake atatukuta tunaendelea kushikilia msimamo wa kuomba kila siku, au atatukuta tumeacha? Kwa ni lazima kuomba kila siku kama nidhamu. Jambo la tatu kama nidhamu. Jambo la tatu kama nidhamu kwenye maombi ni kujitenga na mambo mengine ya ndani na nje ya moyo yanayoingilia tendo la kuomba. Kujitenga na mambo mengine ya ndani na nje ya moyo yanayoingilia tendo la kuomba.
Kwa Kiingereza wanasema ya kwamba isolation from outside and inside heart intervening things to players. Yaani kujitenga na mambo ambayo yanaingilia tendo la kuomba, yaliyoko ndani na nje ya moyo. Yaliyoko nje ya moyo kwa maana ya kwamba mambo yanayotuzunguka ya kawaida, yaliyoko ndani ya moyo maana yake mawazo. Kwa tunapoingia mbele za Mungu kuomba, ni lazima tujitenge na mambo yaliyoko ndani ya moyo, kwa maana ya kwamba tunaondoa mawazo yote, na yaliyoko nje ya moyo kwa maana ya kwamba kuto kufanya kitu kingine chochote wakati wa maombi. Mtu ambaye anaomba hafu huku anafanya kitu kingine haombi kiuhalisia. Kwa sababu mfano mwepesi, kama wewe huko unazungumza na baba yako, na Mungu tumempa nafasi ya baba, kwa maana ya kwamba baba na wajibu wa kutoa mahitaji kwa familia yake na watoto wake, ana wajibu wa ulinzi kwa familia yake, ana wajibu wa kila jambo kwenye familia yake, na Mungu tumempa hiyo nafasi. Hebu chukulia huko mbele za baba yako, unaongea naye, unaongea na baba yako huku, mara ujibu SMS, unaongea na baba yako mara unywe maji, unaongea na baba yako mara uinuku mwambie baba nisubiri kwanza, unatoka nje. Yaani unafanya vitu vingine. Baba atakuona huna nidhamu, na inawezekana lile jambo unaloliongea mbele zake hata lijibu, hata chukulia maanani. Ndicho ambacho kinachotokea wakati wa kuomba. Mtu akiwa anaomba huku anafanya mambo mengine, kiukweli watu wa Mungu haombi. Haiwezekani wewe uko mbele za Mungu aliyetuumba. Yaani nielezee kwa namna gani uweze kunielewa. Hiki kinanda aliyekitengeneza ni sawa na vile ambavyo sisi Mungu alivyotuumba. Kwa sababu kama Mungu ametuumba na ametuweka, yaani anaweza akafanya chochote kwenye maisha yetu kwa wakati anaotaka. Ndio maana Nebukadneza wakati ametiwa ukichaa wa miaka 7 porini, kwenye ile kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 30 mpaka wa 34, Nebukadneza analicognize, ana acknowledge heshima ya Mungu. Anasema ya kwamba Mungu ana uwezo kiasi kwamba anaweza akafanya lolote kwa hao wakaao mbinguni na hao walioko duniani, wala hayuko wa kumuuliza wewe unafanya nini. Maana yake kama Mungu ana uwezo kiasi hicho, tukiwa mbele za Mungu tunatakiwa tuwe na heshima kubwa sana. Hatuwezi tukawa mbele za Mungu tunaomba, halafu baada ya pale mtu anafanya kitu kingine. Haiwezekani kuomba huku mtu anajibu simu. Haiwezekani kuomba halafu huku mtu anafanya kitu. Haiwezekani. Jambo la mwisho kama nidhamu. Nidhamu ni unyenyekevu. Unyenyekevu. Nidhamu nyingine mtu akiwa anaomba ni unyenyekevu. Unyenyekevu. Unyenyekevu kwa maana ya kwamba wakati tukiwa tunaomba mbele za Mungu, tunatakiwa tumwendee Mungu kwa unyenyekevu na kicho. Kitabu cha Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Naomba nihakikishe kama nitakuwa sija mistake. Kitabu cha Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Nitaanzia mstari wa 2 mpaka wa 3. Mhubiri 5 nitaanzia mstari wa 2. Nasema hivi: usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu, kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe uko chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Ni mstari wa 2, sio mstari wa 2 mpaka wa 3. Mstari wa 2 anasema ya kwamba maneno yako yawe machache. Hilo neno hapo anaposema yawe machache, ana maana ya kwamba uongee kwa unyenyekevu. Mhubiri 5:2. Kwa tunapokuwa mbele za Mungu, tunatakiwa tumwendee Mungu kwa unyenyekevu sana.
Hatuwezi kumwendea Mungu tukiwa tunaomba, yaani kana kwamba tunamforce Mungu atende jambo ambalo tunataka alifanye kwenye maisha yetu. Ni lazima tuenende mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Kwa unyenyekevu kabisa. Yaani hata kama tunapeleka mahitaji, haijalishi tutatumia sauti za namna gani, lakini mioyo yetu ndani mbele za Mungu ionyeshe unyenyekevu. Lakini pia sio unyenyekevu tu mbele za Mungu, lakini pia tuwe na unyenyekevu kwa watu wengine wakati tukiwa tunaomba. Wakati tukiwa tunaomba, yaani tuwe na unyenyekevu pia mbele za Mungu wakati tukiwa tunaomba, tukijilinganisha na watu wengine. Kitabu cha Luka ile sura ya 18 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 14. Luka 18 mstari wa 9 mpaka wa 14. Yesu akatolea mfano, watu wawili walipanda hekaluni kwenda kuomba, mmoja Farisayo, mmoja mtoza ushuru. Farisayo alienda mbele za Mungu pasipo unyenyekevu. Akataka kwanza kumonyesha Mungu haki yake, ya kwamba Mungu, mimi ninafunga mara ngapi kwa wiki, ninatoa zaka, ninafanyeje? Sio kama huyu mtoza ushuru. Maana yake akaanza kujihesabia haki mbele za Mungu. Lakini mtoza ushuru akasema, mimi ni mtu mwenye dhambi, unirehemu. Maana yake ni kwamba kwa lugha nyepesi, yule mtoza ushuru alienenda mbele za Mungu kama alivyo kwa unyenyekevu. Lakini Farisayo, inawezekana ni kweli alikuwa anahudhuria ibada, inawezekana ni kweli alikuwa anatoa zaka. Hatuwezi kuenenda mbele za Mungu kuomba tukaanza kumwonyesha Mungu ya kwamba, Mungu, mimi ninahudhuria ibada zote, Mungu, mimi ninakutolea sadaka, mimi ninafunga mara ngapi kwa wiki. Hatuwezi kumwendea Mungu kwa namna hiyo. Ni kweli hayo Mungu huwaga anayaangalia ili kujibu maombi yetu, lakini hatuwezi kumtishia Mungu na vigezo hivyo. Ni lazima tumwendee Mungu kwa unyenyekevu. Hatuwezi kwanza kuionyesha haki yetu tukijilinganisha na watu wengine. Kwanza unapoenda mbele za Mungu kuomba, nimesema maana ya kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Ni wewe unatoa hoja yako na hitaji lako na Mungu anakujibu. Kwa hiyo huwezi ukaanza kuzungumza mambo ya watu wengine ukiwa unaomba. Hayo hayakuhusu. Ni wao wanajuana na Mungu. Sasa naomba nihamie jambo la pili. Jambo la pili, maana nimekuambia masharti nimeagawa kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza nimekuambia ni nidhamu. Sasa kundi la pili la masharti ili maombi yako yajibiwe, nimelipa jina ambalo nimekutajia kwamba mambo ya kuzingatia ili maombi yako yajibiwe. Sasa yafuatayo ni mambo ya kuzingatia ili maombi yako yajibiwe. Sitazungumza sana, nitayataja tu, alafu baada ya hapo tutaomba. Sasa mambo ya kuzingatia ili maombi yako yajibiwe. Jambo la kwanza, kumwamini Mungu. Kumwamini Mungu. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza na wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza na mstari wa 6. Kumwamini Mungu. Tunapoenda mbele za Mungu, tukisha kutimiza nidhamu zote, tunaenenda kwa utakatifu mbele za Mungu. Tunaomba kila siku, tunaenenda kwa unyenyekevu, tunajitenga na mambo yote yanayoingilia tendo la kuomba, yaliyoko moyoni, mawazo yaliyoko nje ya mawazo, kwa maana ya kuacha shughuli zote zingine. Tunapoenda mbele za Mungu sasa, sharti la kwanza ni lazima tumwamini Mungu. Waebrania 11:1 anasema ya kwamba, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Anaelezea maana ya kuamini. Lakini sasa unaamini kitu gani? Kipi unachokiamini? Amejibu kwenye mstari wa 6. Anasema kila mwendeaye Mungu ni lazima aamini ya kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamkatao. Kwa tunapoingia kwenye maombi, kumwamini Mungu inayozungumziwa hapa ni kuamini ya kwamba Mungu anaenda kujibu hitaji langu. Sio kumwamini tu ya kwamba Mungu yupo, anaweza yote, anajua yote. Haiishii hapo. Ila ni kumwamini Mungu ya kwamba anaenda kujibu hitaji langu.
Naenda kulijibu hitaji langu. Maana pale kwenye mstari wa 6 amesema kila mwendeaye Mungu, yani kila anayeenda mbele za Mungu kuomba, aamini ya kwamba Mungu yupo. Na hiyo neno yupo hapo haizungumzii ule uwepo wa Mungu wa ule tunaita ya kwamba Mungu yuko kila mahali kwa maana ya existence. Lakini ni kuamini ya kwamba Mungu yuko kwenye maisha yangu kwa maana ya presence, yani ule uwepo wa Mungu. Kwa kuamini ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi katika maombi haya na kwamba anaenda kujibu maombi yangu. Na hii ni correspond na lile andiko la kwanza nililosoma la Yakobo 1 ule mstari wa 5 mpaka wa 8, ya kwamba mtu akipungukiwa na hekima aombe. Lakini anasema na aombe kwa imani, maana akisitasita asitarajie kitu kutoka kwa Mungu. Mara nyingi kuna baadhi ya mambo tumeshindwa kuyapokea kwa Mungu kwa sababu tuliomba, afu baada ya kumaliza kuomba tukaanza kudoubt ya kwamba hivi ni kweli Mungu anaweza akafanya, hivi ni kweli Mungu anaweza akanisaidia, hivi ni kweli hili linawezekana. Lile tendo la kudoubt tu tayari linakuondoa kwenye msingi wa kumwamini Mungu. Kwa ni lazima kumwamini Mungu, haijalishi ni jambo gani, haijalishi ni ngumu kiasi gani. Ni lazima tu kumwamini Mungu kwa sababu sisi tuliookoka hatuna njia nyingine. Kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yanaweza yakagoma kabisa. Tunatumia uwezo wote, elimu yote na kila namna yamekataa. Hatuna mwingine wa kumkimbia, sasa anabaki Mungu. Na kama anabaki Mungu, kwa ni lazima tukate rufaa ya kusema ya kwamba Mungu yupo, haijalishi hali yangu, Mungu atafanya. Sina muda sana wa kuelezea hapo, lakini ningeweza kutoa maelezo mengi. Kwa ni lazima uamini Mungu yupo na kwamba Mungu anajibu maombi yako. Hilo ni sharti la kwanza. Lakini sharti la pili, omba kwa moyo mkunjufu. Omba kwa moyo mkunjufu usio na hila ndani yake. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 6. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 5 mpaka wa 6. Omba kwa moyo mkunjufu. Mathayo 6 mstari wa 5 mpaka wa 6 anasema, ninyi msalipo msiwe kama wanafiki ambao wao wanakwenda kusimama mbele ya njia panda ili watazame na watu. Hapa anasema wamekwisha kupata thawabu yao. Anasema wewe uombapo, ingia katika chumba chako cha ndani, kisha kufunga milango yako, sali mbele za Baba yako aonaye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Wiki iliyopita waliokuwepo nilizungumza nini maana ya kuingia katika chumba chako cha ndani, na nini maana ya kufunga milango, na nini maana ya kusali mbele za Baba yako aonaye sirini. Kwa maana yake unapoenda mbele za Mungu ni lazima uingie katika chumba cha moyo wako cha ndani, kisha ufunge milango ya nje, kwa maana ya kuondoa mambo yote ambayo yanaingilia tendo lako la kuomba. Alafu ndipo unasali, unaomba kwa moyo mkunjufu. Anasema msiwe kama wanafiki. Wanafiki ni watu gani? Ni watu ambao wanafanya jambo ili waonekane na watu. Kuna watu kwenye Agano la Kale, Yesu mpaka anasema walikuwa wanaomba ili waonekane na watu. Kwa sababu kwenye Agano la Kale ili mtu aonekane amefunga, alikuwa anavaa nguo zimetanika. Hata kama akivaa nguo nzuri, lakini siku hiyo haogi, alafu anajipaka machifu. Ilikuwa sheria ya Agano la Kale kuonyesha unyenyekevu. Sasa walikuwa wakifanya hivyo, wanaenda kusimama nje ya panda ili aonekane ya kwamba fulani leo amefunga, na siku nyingine anajipaka majivu ili aonekane amefunga. Anasema wale ni wanafiki, walikuwa wanatafuta thawabu kwa watu. Na leo hii wanafiki wako wengi wamejaa makanisani kwenye sehemu ya kuomba. Wengi. Hamna kitu kinaniuma moyo kama kuona kanisa la Mungu tumefikia sehemu ya mtu ananena kwa lugha, anajirekodi na simu. Baada ya pale kesho asubuhi anatuwekea kwenye mitandao, anasema maombi ya kuvuka mwaka. Sasa amepata wapi muda? Yaani kuomba ni kuzungumza na Mungu. Kama kuomba ni kuzungumza na Mungu, nitapata wapi muda wa kuacha kuzungumza na Mungu na kuchukua simu nianze kujirekodi, halafu kesho niweke mitandaoni?
ni unafiki ule ule ya kwamba anasema ya kwamba maana wao wanataka watazame na watu. Kwa hiyo watu wote ambao wanajirekodi alafu wanarusha mitandaoni, kwa mjibu wa Biblia wamekwisha kupata thawabu yao. Maana thawabu ya awali ilikuwa ni kwamba kutazama na watu. Kwa hiyo mtu akijirekodi maombi baada pala akaturuhushia, maana yake thawabu yake anayoitafuta ni kwamba sisi tumuone anaomba. Kwa hiyo amekwisha kupata thawabu yake, hawezi kupokea majibu mengine yoyote kutoka kwa Mungu. Kuomba kwa moyo mkunjufu. Watu wanaomba ili waonekane. Wanaomba ili waonekane. Na hamna kitu ni kibaya kwenye kizazi chetu. Kuna siku kadhaa nimekuwa nikitafakari hili jambo, nikamwomba Mungu, nikalia sana, nikamwambia nipe neema na utupe neema kanisa lako. Kizazi chetu peke yake kimetabiriwa mambo makubwa sana kwenye Biblia. Ukisoma ile Timotheo wa pili, ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Ametaja mambo mabaya, amesema siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Akasema watu watakuwa wakujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Hapa akasema watakuwa wenye kiburi, anasema ya kwamba wasioshaurika, wasiopenda mema, wasio safi. Ametaja mambo mengi, wenye kiburi, wenye kujivuna. Hapa anasema wanaopenda sifa. Lile jambo likaniwazisha, likanipeleka mbali kiasi kwamba nikaanza kutafakari namna ambavyo kila jambo ambalo mtu anafanya kwenye kizazi hiki anatamani walione. Jambo hilo likanipa kuelewa kwamba kuna baadhi ya mambo tukifanya na Mungu akitutendea hatuhitaji hata kuposti kwenye mitandao ili watu waone. Lakini ni jambo baya kwenye kizazi chetu, kwa sababu kila jambo ambalo mtu analifanya kwenye maisha yake anatamani watu wajue. Leo akinunua simu anatamani aposti simu yake. Leo akinunua nguo nzuri anatamani aposti. Leo hii akifanya mkutano huu sio vibaya, lakini anatamani, yani kila kitu wajue kuhusu maisha yake. Sasa lile ni jambo baya kwa sababu linaitwa kutafuta thawabu kwa watu ili wamuone. Lile jambo likanitafakarisha sana, nikagundua ya kwamba kuna wakati tumeingia kwenye mambo haya kwenye kizazi hiki kwa sababu kimeitwa kizazi cha kupenda sifa, na sisi tunaanza kuyafanya pasipo kujua. Kwa unapokuja mbele za Mungu, omba kwa moyo mkunjufu, usitake watu wakuone. Wewe omba Mungu ajue. Hamna kitu kingine kinaniuma sana. Nimeandika kwenye kitabu changu hiki kwa sababu mambo haya yote ninayozungumza hapo kwenye kitabu changu suni nitakitoa. Kuna koti nimeiandika nikasema ya kwamba ninashauri wachungaji baadhi ya mambo ya maombi ya kanisani yasirushwe kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ni ya ndani ya kanisa ya asili, lakini sasa kwa sababu tumekosa usiri kwa sababu ya mitandao ya kijamii, kila jambo tu liko mtandaoni, kila jambo liko mtandaoni. Sasa I say hivi, mfano tumekuja kwenye maombi tunaomba, baada pale ya shum tunaanza kuomba, baada pale kuna mtu wa kamera hapo anaanza kuturekodi kipindi chote cha maombi, afu tunaombea mahitaji ya kanisa. Baada ya pale yanarushwa mtandaoni. Kama ni mahitaji ya kanisa, ile ni siri ya kanisa. Kama sisi hapa tuko tunaomba, tunaombea kiwanja, tuko mahali hapa tunaombea watu waokoke. Labda kuna siku nyingine tumetaja fulani anaumwa, imekuwa kwaje, tunatakiwa tuombe. Sasa yale mambo tukiyarusha huko kwenye mitandao, yani wanakuwa wanajua tu nini kinaendelea kwenye kanisa. Kwa hiyo tayari tunakuwa tunatafuta thawabu kwa watu wa duniani. Kwa hilo pia ni jambo baya. Mungu atupe neema sana kizazi hiki. Omba kwa nia nzuri, usitafute hata watu wajue. Kibaya zaidi, watu wengine pia wanafunga, akifunga anataka kila watu wajue ya kwamba amefunga siku ngapi. Jambo lingine au sharti lingine, nataka niyataje haya mwishoni, sitaelezea sana. Sharti la 3, kuomba kwa moyo wa upole. Kuomba kwa moyo wa upole. Kuomba kwa moyo wa upole.
Kitabu cha Yakobo 5:13 anasema hivi, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe saburi. Omba kwa moyo wa upole, kwa maana ya kwamba unapolipeleka hitaji lako mbele za Mungu, usienende mbele za Mungu kana kwamba unamlazimisha Mungu ya kwamba Mungu fanya sasa. Hapana, hatuenendi hivyo. Tunaenenda kwa moyo wa upole na wa unyenyekevu sana mbele za Mungu. Kuomba kwa moyo wa upole kwa maana ya kwamba kuonyesha unyenyekevu mbele za Mungu. Hatumlazimishi Mungu atupe tunayoyataka, lakini tunaonyesha kumtegemea Mungu kupitia tunapoomba. Sharti lingine, kuomba kwa nia nzuri. Kuomba kwa nia nzuri. Kuomba kwa nia nzuri. Yakobo 4:1 mpaka 3. Kuomba kwa nia nzuri. Yakobo sura ya 4:1 mpaka 3 anasema mambo mazito sana. Anauliza mapigano yanatoka wapi katikati ya kanisa la Mungu. Anasema vita vyatoka wapi na mapigano yaliyo kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu. Mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna, kwa kuwa hamuombi. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Omba kwa nia nzuri, kwa maana ya kwamba lile jambo unaloliomba Mungu apate nini sasa kutokea kwenye hitaji unaloliomba? Mungu apate kitu gani? Kama tuko tunaomba, je, baada ya kuomba Mungu atupe fedha, Mungu atafaidika nini na fedha zetu? Kama tunaomba Mungu atupatie biashara nzuri, atupatie vitu gani? Je, tuna mpango gani na kazi ya Mungu katika hayo ambayo tunayoyaomba? Kwa hiyo kuomba kwa nia nzuri, kwa maana unaomba huku ukiwa na mpango dhabiti ya kwamba katika kuomba kwangu ninatarajia Mungu akinipa hili na mimi nitafanya. Yakobo anaweka nadhiri wakati anahama kutoka kwa baba yake, anapelekwa kwa mjomba wake Labani. Yakobo anaweka nadhiri, anamwambia Mungu kwenye ile Mwanzo 28, anamwambia ya kwamba Mungu ukinilinda, ukanipa maji nikanywa, ukanipa chakula nikala, ukanipa nguo nikavaa, nitakutolea sehemu ya 10 ya vitu vyote utakavyonipa. Maana yake Yakobo katika yote aliyoyapata alitangaza kutoa fungu la 10 mbele za Mungu. Maana yake Mungu anafaidika na kila ambacho Yakobo anachokipata. Je, sisi tunapoomba Mungu atupe ndoa, Mungu atupe fedha, Mungu atupe biashara, Mungu abariki kilimo, Mungu katika yote ambayo tunayoomba, Mungu anafaidika nini? Mungu anapokea utukufu upi? Sharti la 5, kutoa sadaka. Kutoa sadaka. Sharti la 5 ni kutoa sadaka. Katika mambo ambayo Mungu mara nyingi anatushangaa kanisa lake na watu wake, ni namna ambavyo tuna ufahamu wetu ulivyo kwa habari ya mali tunazozimiliki. Na wakati Mungu anatushangaa sana. Anatushangaa sana. Kwamba kama Mungu anatumiliki sisi na ametuweka kuwa mawakili duniani, vyote tulivyo navyo, fedha, mali, mifugo na kila jambo ni vya Mungu, lakini sisi ametuweka kuwa mawakili. Na ile fungu la 10 tunalompa ni la kwake, amelitaka kwa ajili ya matumizi maalum, lakini hata 90 zinazobaki ni za Mungu. Kwa hiyo maana yake, kama tunahitaji Mungu afanye mambo makubwa kwenye maisha yetu, ni lazima tutoe sadaka katikati ya maombi tunayoyaomba.
tutoe sadaka. Na lengo la kutoa sadaka kwenye maombi ni kitu gani? Ni kuonyesha Mungu unamtegemea kwa kiasi gani kupitia mali zako. Hautoi sadaka kumshawishi Mungu ya kwamba ajibu maombi yako. Hapana. Tunatoa sadaka kuonyesha tunamtegemea Mungu kupitia mali zetu. Manake kama kuna hitaji nimeliweka mbele za Mungu, ninaomba Mungu ajibu. Ninapotoa sadaka, sina maana ya kwamba ninataka kujaribu kumshawishi Mungu ajibu kupitia ile sadaka. Hapana. Na wala hauweki tegemeo kwenye ile sadaka uliyoitoa. Hapana. Lakini unaonyesha namna gani unamtegemea Mungu kuanzia kwenye kuomba kwako mpaka unaamua na kutoa sadaka kupitia maombi yako. Kwa kuna baadhi ya mambo hayawezi kufunguka kwa kuomba peke yake. Yanahitaji kuomba na kutoa sadaka. Kuna baadhi ya mambo hayawezi kufunguka. Mojawapo ya jambo la ajabu sana Mungu ameweka, ili mtu afanikiwe kiuchumi, ni lazima awe mtoaji. Ni lazima awe mtoaji. Kwa milango ya kiuchumi huwaga inafunguka mtu akiwa mtoaji mbele za Mungu. Kuna mtu mmoja, kuna jambo zuri linamjia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Kornelio, sura ya 10 kuanzia mstari wa 1. Anatoa sadaka na malaika anamjia. Na malaika anapomjia anamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu na zimekuwa ukumbusho. Maana yake sio maombi yake tu aliyoomba, lakini hata sadaka zake. Lakini pia Matendo sura ya 9 mstari wa 36 mpaka wa 42. Matendo sura ya 9 mstari wa 36 mpaka wa 42 inatupa tukio la Dorkasi aliyekuwa akishona vitu vyake anawapa wajane pamoja na wahitaji. Kwa sadaka zake alipokufa akafufuliwa. Manake maombi ya Petro aliyoenda kuyafanya pale ya kumfufua yaliwezekana tu kwa sababu Dorkasi alikuwa mtoaji. Na kuna watu wengi kwenye Biblia Mungu amewajibu kupitia utoaji wao. Lakini kuna aina nyingine ya sadaka ambayo inaitwa sadaka ya kujitoa dhabihu mbele za Mungu. Kwa maana kujitoa mwili wako uwe sadaka. Na sadaka hii anaitoa mtumishi wa Mungu Daniel kwenye ile Danieli sura ya 9 yote. Danieli anajitoa dhabihu mbele za Mungu, kufunga na kuomba. Anamlilia Mungu. Danieli sura ya 9 ukianzia mstari wa 1 inasema kwamba Danieli kwa kuvisoma vitabu akafahamu miaka ambayo wana wa Israeli walitakiwa wakae utumwani, miaka 70. Alipogundua hilo akajitoa dhabihu mbele za Mungu, akaanza kuomba kwa ajili ya taifa lake. Anamwambia Mungu, turudishe tena katika nchi yetu. Sawasawa na kilio ambacho analia Yeremia kwenye Yeremia sura ya 5 mstari wa 21. Kwamba Mungu, tugeuze kwako nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Kwa maana alijitoa mwili wake na sadaka, na Mungu anapokuja kumjibu haishi tu kumwambia mtarudi, lakini anampa kalenda nzima kwa ajili ya taifa la Israeli. Lakini anampa pia kalenda ya mataifa. Lakini jambo lingine kama sharti jingine, kuomba kitu sahihi kwa wakati sahihi. Sharti lingine, kuomba kitu sahihi kwa wakati sahihi. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Kuomba kitu sahihi kwa wakati sahihi. Mhubiri 3:1 mpaka 8. Kwa nini ni sharti kuomba kitu sahihi kwa wakati sahihi? Kuna wakati mtu anaweza akawa anaomba jambo, hilo jambo analoliombea sio sahihi. Anaweza asipate majibu. Lakini mwingine anaweza akawa naomba jambo analoliombea ni sahihi, lakini haombi kwa wakati sahihi, napo hawezi kupata majibu. Kwa ni lazima uombe kitu sahihi kwa wakati sahihi. Mfano mwepesi, mtu ambaye anaomba apate mke, halafu yuko darasa
la pili au la saba, nichukulie labda form 1. Form 1 akianza kuomba kupata mke, anaombea hitaji ni sahihi, ila sio wakati sahihi, kwa hiyo hatapata majibu. Lakini pia mtu ambaye umri wake wa kufika kuolewa umefika, anaomba, alafu unamwekea Mungu vigezo ya kwamba Mungu, nataka mweusi, nataka mweupe kidogo, nataka wa maji ya kunde. Anaomba kwa wakati sahihi, lakini hitaji analoliombea linakuwa sio sahihi, kwa maana nalikosea kuomba katika namna inayotakiwa. Kwa hiyo hatapata majibu na yeye, na hata kama atapata majibu, basi atakuwa ni ya shetani, sio ya Mungu. Ni lazima uombe kitu sahihi kwa wakati sahihi. Mhubiri amesema kwenye sura ya 3, kila jambo lina wakati wake na majira yake. Sharti la mwisho kwa leo, yapo mengi sana. Sharti la mwisho kwa leo, kuzaa matunda. Kuzaa matunda. Kuzaa matunda. Sharti la mwisho kwa leo, afu baada hapo tuingie kwenye maombi. Kuzaa matunda. Kuzaa matunda. Kitabu cha Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 16. Yohana 15 na ule mstari wa 16. Biblia inasema, Yohana 15 na ule mstari wa 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kuzaa matunda. Hili ni sharti ili maombi yaweze kujibiwa. Yesu anasema ya kwamba sio sisi ambao tuliomchagua yeye, lakini ni yeye alituchagua sisi, kwa maana ya kwamba mtu kuingia katika wokovu ni upendo wa Yesu tu na huruma zake. Inaanza kwa Mungu kuupenda ulimwengu huu, Yohana 3:16. Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mmoja asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana yake Mungu alianzia kutupenda sisi. Tena anashangaa, anaanza kusema yani kwa jinsi hii, anashangaa hao, yani ulimwengu ulikokuwa mbaya, lakini Mungu akatupenda. Kwa hiyo ni yeye aliyetuchagua. Lakini sasa kama ni yeye aliyetuchagua, akasema ametuweka ili tuzae matunda, na akasema tukizaa matunda, hayo matunda yakae, na yakimaliza kukaa, lolote sasa tumuombalo Baba atupe. Na hii kuzaa matunda inayosema hapa ni matunda ya aina mbili. Moja ni tunda la Roho Mtakatifu. Moja ni tunda la Roho Mtakatifu, kwa maana ya tabia za kiungu ndani ya mtu aliyeokoka. Wagalatia 5:22 mpaka 23 anataja hilo tunda la Roho Mtakatifu. Anasema basi tunda la Roho ni upendo, uaminifu, amani, uvumilivu. Anataja mambo 9. Watu wengine wanasema yanaitwa matunda ya Roho Mtakatifu. Hayo sio matunda ya Roho Mtakatifu, inaitwa tunda la Roho Mtakatifu, kwa maana ni tabia ambayo Roho Mtakatifu anaizaa ndani yetu akikaa na maisha yetu. Kwa Yesu ametuchagua ili baada ya wakati fulani ukipita kwenye wokovu wetu, aone tunda la Roho Mtakatifu lina manifest, yani linaonekana kwenye maisha yetu. Kwa maana ndani yetu aone upendo wa kupendana na kujaliana, ndani yetu aone uvumilivu, ndani yetu aone amani, ndani yetu aone kiasi. Alafu tunda la pili, aina ya pili ndio tunalotakiwa kuzaa, ni kuwaleta watu kwa Yesu. Manake tabia yetu ikifaa mbele za Mungu, baada pale tuende tukawahubirie wengine, tuwalete kwa Yesu. Mathayo 28:18 mpaka 20. Yesu anawapa agizo, anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi nendeni katika ulimwengu wote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Alafu anawaambia ya kwamba nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Akasema katika kuwafanya, akawaambia mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote
Hapo anasema tazama mimi nipo nanyi hata ukamilifu wa dahari. Anatoa mambo manne: enendeni; 2, mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi wangu; 3, kuwabatiza; 4, kuwafundisha kushika yote. Maana yake tunapowahubiri watu wa nje, hatua ya kwanza tunachukua enendeni, alafu 2 tunaenda kuwahubiria, tunawafanya kuwa wanafunzi wake. Tunapowaleta kanisani tunawabatiza. Tukimaliza kuwabatiza tunawafundisha kuyashika yote. Ndipo sasa hapo tukiwafundisha kushika yote, wao wanakaa kanisani. Maanake matunda yale ambayo tumewahubiria kule, wakikaa kanisani ndio wanasema ya kwamba basi lolote mtakalomwomba Baba atajibu. Na hii ni siri kubwa sana. Mtu anayehubiria watu, anayeshuhudia watu wanaokoka, mahitaji yake kila atakaloomba atajibiwa. Ataomba, Mungu atasema naye. Kuna mambo mengi Mungu atafanya kwenye maisha yake, kwa sababu analeta faida katika ufalme wa Mungu. Kuna baadhi ya mambo yamegoma kwenye maisha yetu kwa sababu hatuwezi kuwashuhudia watu. Kuna baadhi ya mambo yanagoma kabisa kwa sababu hatuwezi kuwashuhudia watu. Kama kanisa tukikaa tu kila siku tunakuja tunafanya ibada Jumatano, Ijumaa, Jumapili, tunaendelea hivyo hivyo mpaka mwaka unaisha. Hatuna programu za kunyanyuka kwenda mitaani, kwenda kushuhudia. Kuna baadhi ya mahitaji ya kanisa Mungu hawezi kujibu. Lakini pia kwa mtu mmoja mmoja, mtu aliyeokoka akikaa kwenye wokovu, baada ya pala asimanifest lile tunda la Roho Mtakatifu. Lakini 2, asilete mtu yeyote kwa Yesu. Kuna baadhi ya mambo Mungu hawezi kujibu. Maana hapo kuna wajibu. Anasema ya kwamba enendeni. Maana yake kuna wale wanaoenenda, afu kuna wale wanaopeleka injili. Baada ya pale tunaenda kuwafanya kuwa wanafunzi. Wakija kanisani wanabatizwa. Alafu anasema kuwafundisha kushika yote. Maana yake kuna mwingine katika ule wito wa kuzaa matunda, kazi yake ni kuwafundisha kushika yote. Yeye akifanya hiyo kazi, maombi yake yanajibiwa. Lakini pia hiyo haiondoi nafasi ya sisi kwenda kushuhudia watu katika sehemu tunazokaa. Ni lazima tuwaambie neno la Mungu kwa namna yoyote. Ni lazima tuwakaribishe kanisani. Hata kama hatutawahubiria wokoke nafanya nini, tendo tu la sisi kuwa tunawakaribisha kanisani, haijalishi ni ndugu zetu. Wewe watumie tu hata SMS, mama okoka, baba okoka. Hata kama utaongea maneno mengi, ni wajibu tosha kabisa wa kuona ya kwamba wewe Mungu upo pamoja naye katika kuifanya kazi yake. Na hayo ndiyo masharti ili maombi yetu yaweze kujibiwa. Hayo ndiyo masharti. Kwani lazima tujue kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Ni lazima tuweke nidhamu ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Ni lazima tufahamu ya kwamba Mungu tunatakiwa tumuombe kila siku kwa kujenga ushirika naye. Ni lazima tujenge nidhamu ya kati tukiwa tunaomba, tuondoe mambo yote yanayoingilia tendo la kuomba, ya ndani na nje ya moyo. Kwa maana ya kwamba tusifanye kitu kingine chochote wakati wa kuomba. Lakini pia tuonyeshe unyenyekevu kwa kumheshimu Mungu tukiwa tunaomba, lakini pia kwa kurecognize nafasi za watu wengine, kurecognize au kuacknowledge, kutokuwadharau watu wengine. Lakini pia tuzingatie yale mambo ya kuzingatia tunapoenda mbele za Mungu. Tumwamini ya kwamba yeye yupo na kwamba anajibu maombi yetu. Tuombe kwa moyo mkunjufu, sio kwa kujionyesha. Tuombe kwa nia nzuri ya kwamba Mungu anatarajiwa apate nini. Tuombe kwa moyo wa upole, sio kwamba kwa kumlazimisha Mungu. Lakini pia tuombe kitu sahihi kwa wakati sahihi. Lakini pia tutoe sadaka. Lakini pia tuzae matunda. Hayo yote tukiyazingatia, hayo ndiyo masharti ambayo mtu akiyashika akayaishi kwenye maisha yake, kila naomba litajibiwa. Tofauti na hapo, tutapiga kelele, tutaimba sana sala, kuna baadhi ya mambo hayawezi kutokea. Kwa hiyo tujitahidi kuyashika hayo. Na ukiyashika hayo, kile unaloomba Mungu atatenda na atafanya. Basi Mungu atubariki sana.